Naam, assalamu alaikum ndugu mtazamaji wa Gavoo Media, kipindi hewani ni Gumzo na upo nami hapa mwongozaji kipindi wako Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas. Na kama unavyojua katika kipindi hiki cha Gumzo tunakusogezea kile kitu kinachoitwa chakula cha ubongo, ili wewe Mtanzania uweze kupata maarifa mazuri ya kujielewa na kujitambua katika maisha yako kila siku. Usije ukafanya vitu ambavyo vikakuletea mazingira yakawa magumu au ukafanya makosa ambayo yakakupelekea wewe ndugu Mtanzania ukawa mtu ambaye unapata shida katika mzunguko wako wa maisha kila siku. Lakini leo katika Gumzo tutazungumzia masuala yale ya sheria ambayo wewe Mtanzania unapaswa kuzifahamu ama kuzijua ili uweze kujitetea katika mazingira magumu utakayokutana nao katika harakati. Kama unavyojua sisi ni watu ambao tunahangaika asubuhi, mchana na jioni ili kupata mkate wetu wa kila siku. Na katika hili leo hapa nipo na ndugu yangu hapa, atajitambulisha kwa majina na wazifa wake kiujumla ili uweze kumtambua ni nani na anatupa mnufaiko vipi katika kipindi hiki cha Gumzo. Bwana, habari yako? Salama ndugu mtangazaji. Ndio. Kwa majina naitwa Thomas Mathias. Ni wakili wa kujitegemea. Na leo nimefika katika studio za Gavoo Media kwa ajili ya kushare sheria zipi ambazo kila Mtanzania angalau kwa uchache wake au ni vitu vipi anapaswa kuvijua ili atakapokutana na mazingira ya namna yanayohusiana na sheria hizo, basi anaweza akawa na ufahamu hatua gani na kitu gani stahiki anachotakiwa kukifanya. Ndio. Au kukitekeleza kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria. Bwana, kama ulivyomsikia hapa, yeye ni mwanasheria wa kujitegemea, kwa maana kwamba sheria anaijua vizuri na anaelewa vizuri masuala ya sheria bila shaka wala kutia mpapaso aina yoyote ile. Kabla tujaingia huko katika mada husika, kwa jinsi nilivyokuangalia kama umekuwa mnyonge sana, wewe ni mtu ambaye unashabikia timu ya Simba. Ni kweli. Ni kweli. Wala pole sana. Na karibu, lakini kuna jambo kidogo ningependa nikuulize. Waswahili wanasemaga sheria ni msumeno inakata kote kote. Kwa nini walisema hivyo? Okay. Sheria haichagui. Maana yake sheria haipo kwa ajili ya mtawala na haipo kwa ajili ambaye ya niseme raia wa kawaida. Yeyote atakayeingia kwenye 18 za sheria itamwajibisha. Itamwajibisha. Ndio maana halisi ya sheria ni msumeno ukata na huku na huku. Yaani haichagui, haibagui. Lakini pia pale kuna vijana wanasemaga sheria zimeundwa ili zivunjwe. Au ni msemo tu. Ni msemo tu. Sheria zitaki kuvunjwa kabisa. Kivunja utakutana na adhabu zake. Utakutana na adhabu zake. Basi Waswahili mwache kutumia msemo huo wa sheria zimeundwa ili zivunjwe, sababu ukivunja sheria basi kuna makubwa yatakukuta, aidha kifungo na vitu vingine ambavyo vimewekwa ndani yake. Sasa kumekuwa na changamoto kubwa sana, na hata hivi karibuni hapa kumekuwa na tatizo lipata kutokea. Mwanamama amekopa, mumewe amekopa kiasi cha pesa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Ile pesa ilikuwa imekopwa benki. Mwisho wa siku yule mama, mume wake amefariki, amejikuta yupo peke yake. Sasa katika scenario kama hiyo, yeye amejikuta na deni la kulipa ambalo amelifahamu, lakini wamekuja mapolisi na watu kutoka benki wamekuja kumshika pale kwa ajili ya kumpora ile nyumba. Yule mama anajikuta anaanza kuuliza maswali mengi. Nashindwa kuelewa hapa, kwa nini yani mnanishikilia hali ya kuwa hili deni tuliahidiana kwa muda fulani, lakini sijaona viambatanisho vyovyote vinavyoonyesha kwamba mimi natakiwa nifukuzwe ama nikamatwe kwa muda huu. Kwa hiyo Watanzania wengi wamekutana na hii kasumba kwamba hawaelewi nini cha kufanya kwenye swala kama hili linapokuja. Hem, tuanzie hapo na tuweze kupata tafsiri halisi, mikopo sheria yake imekaaje? Okay. Japo kwa tukio ambalo umelizungumzia sijapata kuliona. Ndio. La huyo mama husika. Lakini nimesikia unasema kwamba mhusika aliyekopa amefariki. Sheria iko hivi. Kukopa, mtu yeyote anaweza kukopa. Kwa sababu hayo ni maelewano binafsi kati ya mkopaji na benki. Lakini unapokwenda kukopa benki wanataka kitu ambacho kama amana au dhamana ya mkopo, kwamba wao wanakupa fedha. Sawa? Kwa kitu gani utakiweka
kwa lugha ya kitaalamu tunaita collateral Collateral. au security. Mm. Security of the loan. Sawa? Kwamba ile ni mali, inaweza kawa mali, inaweza kawa mtu mwenyewe akajidhamini, akadhamini ule mkopo. Ndio. Kwa lengo la kwamba endapo utashindwa kulipa, basi sasa kile kitu au wewe uliyeweka dhamana utagharamia sasa kulipa ule mkopo. Kwa kama ni nyumba, ulikopa ukaweka nyumba, ukishindwa kulipa mkopo, basi ile nyumba itachukuliwa kwa ajili ya Kufidia. kulipa, sio kufidia, kulipa ule mkopo. Sasa kuna sheria inayoongoza taratibu za namna gani mkopo unachukuliwa. Ndio. Sawa? Sheria inamtaka mkopeshaji. Sawa? Inapotokea mkopaji anataka kuweka nyumba, basi sheria inamtaka mkopeshaji kujithibitishia, sawa, kuhusiana na taarifa za mkopaji na taarifa za mali ambayo inatakiwa kuwekwa dhamana. Taarifa ambazo za msingi sana ambazo zinazotakiwa hapa ni moja, ambazo ili kuepusha migogoro ya namna hiyo ambayo inatokea sasa. Sawa? Mkopeshaji anatakiwa kisheria kuuliza hali ya ndoa kati ya mkopaji na yeye. Na yeye binafsi. Yes. Kama mkopaji ana mwenza, basi sheria inamtaka mkopeshaji aweze kukutana na mwenza, kumwelezea dhamira ya mwenza wake anayetaka kuchukua mkopo. Ndio. Na dhamira ya kuweka nyumba yao ambayo ni wanayoishi kama dhamana ya mkopo. Kama dhamana ya mkopo. Usichukulie tu ile binafsi kimya kimya. Hapana, hapana. Hairuhusiwi. Hairuhusiwi. Kwa hiyo lazima mwenza ajulishwe kusudi la mwenza wake, kama ni mume au ni mke, basi mume au mke atajulishwa kwamba mwenza wako anataka kuchukua mkopo katika benki fulani au taasisi fulani ya fedha, na anakusudia kuweka nyumba yenu kama dhamana ya mkopo huo. Sawa? Kwa yule mwenza atatoa idhini au atakataa. Akitoa idhini, basi taasisi hiyo ya fedha, kama ni benki au taasisi nyingine za fedha, zitatoa mkopo. Lakini akikataa, basi itabidi sasa benki au taasisi hiyo ya fedha husika na mkopaji watafute kitu kingine sicho hicho. Matokeo yake ni nini? Ikitokea taasisi ya fedha sasa imemkopesha mtu, sawa, mkopeshaji, yes, tuseme hivyo, si ndio? Ndio. Na mkopeshaji huyo hakuchukua taarifa muhimu. Sawa? Hakupata taarifa muhimu. Kama huyo mtu ana mwenza au hana mwenza, na hiyo mali inayotaka kuwekwa kama dhamana ya mkopo ni mali ya hao wanandoa. Sawa? Ndio unajikuta sasa kuna migogoro inatokea hapo. Taasisi ya fedha inaweza isipate hiyo mali kwa ajili ya kufidia, kurejeshea mkopo endapo pale kuna kitu kama mkopaji atashindwa kulipa mkopo. Sawa? Ndio. Na ikitokea sasa wakati wa mkopo wa zile hatua za kupata mkopo, ndio, mwenza alitoa idhini. Sawa? Alitoa idhini kwamba naidhinisha kwamba mali hii ikawe dhamana ya mkopo ambao mume wangu au mke wangu anachukua. Ikitokea sasa mkopaji ameshindwa kulipa mkopo, hauwezi kuwazuia wale watu wa benki au taasisi ya fedha kuchukua hiyo mali kwa ajili ya kwenda kurejesha mkopo. Ndio. Sasa hilo ni jambo moja. Sawa? Ndio. Jambo lingine sasa ni inapotokea mtu amefariki. Sawa? Mtu amefariki. Mtu anapofariki, kwa mujibu wa sheria, hakuna mtu anayeruhusiwa kudili na mali za marehemu isipokuwa msimamizi wa mirathi.
Isipokuwa msimamizi wa mirathi. Msimamizi wa mirathi. Ndio. Kwa hiyo hata kama wewe unamdai, itakubidi umtafute msimamizi wa mirathi. Uongee naye kwanza. Yeye ndo umdai. Ndo umdai. Umwambie marehemu alikopa kwetu, alikuwa anadaiwa. Sawa. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria hakuna mtu anaruhusiwa kufanya chochote na mali za marehemu isipokuwa mtu mmoja, msimamizi wa mirathi. Yule ndo anazikusanya zile mali. Ndio. Sawa. Anaangalia marehemu ana mali gani, ana madeni kiasi gani, anayodai na anayodaiwa. Sawa. Ndio. Kwa hiyo kama anadai, si ndio, msimamizi wa mirathi sheria inamruhusu kwenda kumdai yule anayedaiwa na marehemu. Sawa. Na kama marehemu anadaiwa, yule anayedai anaruhusiwa kwa sheria kwenda kumdai msimamizi wa mirathi ile deni la marehemu. Ndio. Kwa hiyo ikiwemo na masuala kama hayo sasa. Sawa. Ikiwemo kama masuala kama hayo, kama ikitokea mkopeshaji wako amekufa, japokuwa siku hizi kuna masuala mazima yameendelea sasa. Na wengine wana hii mikopo yao, wengine na bima, kwa bima anakuja analipa. Kwa hiyo kuna hiyo hapo life insurance siku hizi, kwa sababu kifo hakitabiliki. Sawa. Na unaweza ukakuta umemkopesha mtu akafariki. Sasa taasisi za fedha hizi katika kujilinda zaidi, taasisi nyingi zinafanya hivyo, zina hiyo huduma ya life insurance, property insurance. Kwa kama utaweka nyumba dhamana, basi itakatiwa bima, kwa sababu nayo inaweza ikapata janga vile vile. Ndio. Kwa mwisho wa siku unashangaa ile mali imepata janga, au mkopeshaji amepata janga naye amefariki, au mali imeungua moto. Kwa hata benki utashindwa kulikava fedha yako, utakuwa una kitu kingine tena cha kulikava ile fedha yako. Kwa sasa nao siku hizo wana hizo insurance. Sasa hapo inapotokea mazingira kama hayo. Ndio. Sawa. Mtu amekopa na hajalipa. Sawa. Mtu amefariki. Si busara kwenda kumvamia mjane wa marehemu au mtu ambaye hahusiki kwenye mkopo. Unless naye alikuwa pati ya mkopo. Sawa. Lakini kama mimi nikiwa mkopaji, si ndio? Mahusiano haya ni ya kimkataba kati yangu mimi na taasisi ya fedha husika. Sawa. Kwa kama kuna wale wadhamini au kuna kitu kinachodhamini, sasa ndio utaratibu wengine wa kisheria utafuatwa, kwa sababu utaratibu zote zipo. Sawa. Ikiwemo pamoja na kuuza hiyo mali. Sawa. Ambayo imewekwa kama dhamana, lakini lazima utaratibu wa kisheria ufuatwe. Kwa hiyo na mara nyingi hizi taasisi za fedha zinakuwa na watu wao ambao wanashughulika hasa na recovery. Madalali yes. Ni wanawapa wao kazi. Sawa. Ndio. Kwa ajili sasa ya kwenda kama kuuza minada na mambo mengine. Ndio. Sawa. Kwa hiyo kama umeshindwa kulipa fedha ya benki, au ya taasisi yoyote ya fedha ambayo wewe umekopa. Sawa. Na uliweka nyumba dhamana, na ule mkopo ulifuata taratibu zote, si ndio? Basi hiyo taasisi ya fedha inachotakiwa tu kufuata zile taratibu ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano kama umeweka nyumba, basi kuna takwa la kupewa notice. Inaitwa notice of default. Sawa. Ambayo watakwambia kwamba umedefault kulipa mkopo wako, tunakupa siku kadhaa, kwa mujibu wa sheria. Lakini sio kutoa muda huo. Hapana, sio kutoa muda huo. Huko ni uvunjifu wa sheria sasa. Kumbe inampaka mtu kwamba akae. Unapewa kwamba notice kwamba umeshindwa kulipa mkopo wako. Sawa. Tunakupa siku 60. Sawa. Uweze kurekebisha, uweze kulipa huo mkopo. Siku 60. Miezi miwili. Sawa. Siku 60. Miezi miwili ili uweze kulipa huo mkopo wako. Sawa. Zisipungue siku 60. Sawa. Ndani ya siku 60. Ulipe mkopo. Sawa. Baada ya hapo ukishindwa sasa, benki au taasisi ya fedha itamteua dalali. Sawa, kwa ajili ya kwenda kuchukua hatua zaidi sasa kuichukua hiyo dhamana
na kwenda kuipiga mnada ili aweze kupata hela yake. Hapo nimekuelewa vizuri kabisa. Sawa. Ndio. Umezungumzia hapo masuala mawili ya msingi sana, hiyo notice na mtu kushirikishwa. Sasa unadhani kama mtu tayari hakushirikishwa na kuwa na taarifa maalum, hiyo hatambui kabisa, unadhani huyo mtu sasa katika scenario kama hiyo anaweza kujiteteaje? Sasa hapo kuna vitu, hatambui mkopo au hatambui nini? Hatambui mkopo. Kwamba hana utaarifa kwamba mkopo ulichukuliwa, mume wake alichukulia mkopo. Ndio. Alichukua mkopo na akaweka dhamana nyumba yao ambao wanaishi kama wanandoa. Sasa ikitokea scenario kama hiyo, kitu unachotakiwa ni kukimbilia mahakamani. Yes. Zipo mahakama za ardhi, utafuata utaratibu, utaenda kudai haki huko. Yes. Kwa sababu huyu atakuwa amevunja sheria. Na ukifika kule, basi mahakama kazi yake pale ni kutafasiri sheria. Baada ya hapo itatoa maamuzi. Je, kilichofanyika na upande wa mkopeshaji ni sahihi au si sahihi? Yes. Na si kukaa chini na kuanza kulalamika, maana una ule uoga, unajua mtu anakuwa muoga, akakamatwa, akashikwa. Unajua tunasema kwamba kuna shida kama kutokujiamini hivi kwa watu wengi, kwa maana kwamba anaweza kaona watu wamekuja kitu kidogo kama wanagwanda, basi wamekuja pale na sheria zao, wamemtoa, muda huo kaondoka, yeye hatambui chochote. Mpaka nasubiri serikali akasema sijui kwa mwenyekiti, yani mpaka watu wamrekodi pasipo yeye mwenyewe kujitazamia. Okay. Labda nizungumze na jamii. Si ndio? Ndio. Mahakama hazipo kwa ajili ya watu fulani. Sawa. Mahakama iko pale kwa ajili ya kutafasiri sheria. Sawa. Lakini pia na jeshi la polisi haliko kwa ajili ya watu fulani. Sawa. Lipo kwa ajili ya raia, kuwalinda raia na mali zao. Ndio. Inapotokea scenario kama hiyo, unaweza ukatumia vyombo hivyo viwili kuelekeza tatizo lako vizuri. Yes, kama mtu amekuja nyumbani kwako amekuvamia na kukutoa, sema nake amekuja kufanya vurugu nyumbani kwako. Sasa amekuja kuletea usumbufu kwenye eneo lako. Ndio. Polisi wako pale, ripoti tu, fikisha tu mgogoro wako polisi watakuja. Watalishughulikia swala lako. Kwa sababu hiyo ndio kazi yao, kuwalinda raia na mali zao. Kwa hiyo inapotokea kama mtu amekuvamia nyumbani kwako, huna ufahamu kwa nini amekuvamia, si ndio? Wewe wakimbilie polisi. Waelezee polisi tatizo lako, watalichukulia hatua. Wakishalichukulia hatua, watafanya uchunguzi. Sawa? Wakishafanya uchunguzi, watakwambia kwamba baada ya uchunguzi wao kwamba hili wameona kwamba huyu mtu amefanya kosa la jinai au hajafanya kosa la jinai. Kama amefanya kosa la jinai, basi wao wana taratibu zao pia watazichukua dhidi ya huyo mtu ambaye amekuja kuleta hizo vurugu nyumbani kwako. Lakini ikionekana kwamba kutokana na uchunguzi wao waliofanya haukidhi vigezo vya kuwa jinai, basi watakushauri pia uende kwenye mahakama husika zenye mamlaka ya kutatua tatizo lako. Sawa kabisa, asante. Hapo nimekuelewa vizuri, na katika kesi kama hiyo ya mikopo nadhani Watanzania mtakuwa mmemuelewa vizuri. Mwanasheria hapa Mr. Thomas atakuwa ameelezea vizuri kabisa. Lakini tukihama hapo katika masuala ya kesi kama hizo za mikopo, kuna issues zingine ni za kifamilia. Utakuta labda sasa kuna zile mali za kifamilia ambazo watu wamekaa chini wanatakiwa wagawane. Mara nyingi sana hapo kuna kuwaga na tatizo la watu wengi sana kuvamia mali hizo na kuzigawa, kwa maana wanasema kilichotafutwa hapo kimepatikana ni cha familia nzima. Yaani kama na ukoo mzima utaingia hapo, utachukua, utakata hicho, utakatwa. Wale wahusika wenyewe watajikuta na kitu kidogo sana ambacho wanatakiwa kuwa nacho. Sasa mwisho wa siku kama ni wadogo wanajikuta hawana kitu kabisa. Tunasaidiaje watu kama hawa? Sasa hapo kama nimekupata unazungumzia mirathi hizo. Ndio. Okay. Kama nilivyokuwa nimezungumza awali. Sawa. Mwenye mali anapofariki, sawa, tunasema mali yake haipaswi kuguswa na mtu yoyote isipokuwa msimamizi wa mirathi.
msimamizi wa mirathi. Msimamizi wa mirathi ni nani? Nalo hili ni changamoto kwa jamii. Sawa. Hawaelewi maana ya kuwa msimamizi wa mirathi. Ukiambiwa msimamizi wa mirathi haimaanishi kwamba ndio unakwenda kumiliki zile mali za marehemu au unaenda kuzirithi zile mali za marehemu. Unakuta mtu 20 years yeye ni msimamizi tu wa mirathi. Msimamizi wa mirathi. Anauza, anamiliki vitu kama hivyo. Sawa. Na kumekuwa kuna migogoro mingi sana katika eneo hilo kwa sababu ya jamii bado haijatambua maana halisi ya msimamizi wa mirathi. Ndio. Unapokuwa msimamizi wa mirathi, hicho ni cheo. Sawa? Ni mahakama inakutuma. Sawa? Uende ukazikusanye hizi mali za marehemu na uzigawe kwa warithi wake. Ukisha zigawa na wewe kazi yako imekwisha. Tena kuna mshahara pale ukitaka unalipwa. Yaani ukiwa msimamizi wa mirathi. Msimamizi wa mirathi. Ipo mshahara ukitaka. Yes. Hicho ni cheo, ni kazi unapewa. Kwa mwisho wa siku ukisema wakulipa wanakulipa. Sawa. Sasa changamoto inapokuja sasa. Kumradhi, hapo unahitaji kujua. Msimamizi wa mirathi anaweza kawa hata ndugu yako. Kwa sasa hivi mahakama na sheria imejaribu kuweka sawa. Za hapo awali mtu yoyote mwenye interest kwenye mali za marehemu alikuwa anakuwa msimamizi wa mirathi. Maana zamani, miaka zamani na huko nyuma, ulikuwa unakuta mjomba, baba mkubwa, sijui yanko na baba mdogo, sijui nani wanakuwa wasimamizi wa mirathi. Na hao ndio wanakuwa na tamaa. Lakini sasa ikaja kuonekana sasa kwa changamoto. Sawa. Wale warithi walikuwa wanapata changamoto. Kwa hiyo mahakama hivi karibuni imekuwa ikijaribu kuweka sawa kwa kutoa mwongozo ni nani anapaswa kuwa msimamizi wa mirathi. Kwa mujibu wa mahakama zetu mahakama yetu ya Tanzania, sasa hivi mtu ambaye anapaswa kuwa msimamizi wa mirathi ni lazima tunasema kwamba awe na beneficial interest. Kwa Kiswahili tuseme kwamba awe na uwezo wa kurithi mali za marehemu. Ndio anaweza akawa msimamizi wa mirathi. Lakini pia hiyo sio niseme moja, yani sio niseme conclusive. Ikionekana pia kwamba kuna namna ambayo haiwezekani huyu mtu kuwa msimamizi wa mirathi, basi mahakama bado ina uwezo wa kumteua mtu mwingine yoyote ambaye yenyewe inaona sasa inafaa ili aweze kuwa msimamizi wa mirathi. Lakini kipaumbele katika usimamizi lazima awe ana beneficial interest. Kwa sababu kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu ukimtoa mtu nje ya familia ambayo ina haki ya kurithi, tamaa inaweza ikawa kubwa. Anaweza kwanza kujivunia yeye, si ndio? Alafu huku warithi wakapata kidogo kama hivyo unavyosema. Kwa lakini wakiwa wenyewe kwamba beneficial wale beneficial heirs wale warithi, si ndio? Wao kwa wao wakiwa wasimamizi wa mirathi ya marehemu ndugu yao. Sawa. Sio rahisi sana kuzurumiana au kuleteana migogoro kuliko kwamba na sio rahisi mali kupotea kuliko mtu wa nje akija kuwa msimamizi wa mirathi. Labda hawa watu wenyewe wawe na matatizo, wasielewane, ndipo sasa anatoka mtu nje ya wao kuja kuwa msimamizi wa mirathi. Mahakama inateua, ina hiyo mamlaka. Kwa sababu mahakama ndio chombo pekee ambacho kinamteua msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo ikiisha kuteua sasa wewe msimamizi wa mirathi labda ya Thomas, kazi yako wewe Yusuf ni kwenda kuangalia nina mali gani, alafu uigawie wale warithi wangu. Sawa. Sasa swali linakuja, warithi ni wakina nani? Ni wakina nani wanapaswa kurithi mali za marehemu Thomas au mtu yoyote mfano? Si ndio? Tunaangalia sheria ipi
inaongoza hiyo mirathi. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria kuna mirathi ambayo inaongozwa kwa sheria, kwa niseme sheria za kitamaduni, tunazita customary law, si ndio Zakacha kabisa. Yani zile tamaduni za kitamaduni, lakini pia tuna sheria za Kiislamu, za kidini, na zinginezo kama wa Hindus na Christiani. Sawa. Kwa cha kwanza tutaangalia ili tuweze kumtambua mrithi ni nani, ni lazima tuangalie sheria ambayo inatumika. Na hapo tutaangalia marehemu alikuwa anaishi style gani ya maisha, au alikuwa muumini wa imani gani. Ndio. Sawa. Unaweza kuwa Muislamu au Mkristo lakini ukaamua kuishi kimila. Si ndio? Hizo ni sheria za kimila, customary law. Utasimamia hivyo. Kwa itabidi tuangalie kwenye sheria zenu za kimila, uwaga mnarithi kwa namna gani. Ndio. Lakini kama Islamic laws, si ndio, tutaenda kuangalia Quran tukufu inasema nini, kwa sababu kule kuna kila kitu. Lakini pia kama ni Mkristo, tutakwenda kuangalia sheria, japokuwa hatuna sheria specifically kwa Tanzania. Ndio. Ambayo tunatumia sheria ya India, ambayo inaitwa Indian Succession Act. Huko ndo tunakwenda kusimamia, ambayo tunajaribu tunatumia kwa Wakristo huko. Sawa. Sasa kwa hiyo lakini baba mdogo, mjomba, au sio warithi wa mali za marehemu. Hawawezi kurithi mali za marehemu. Sawa. Kabisa. Hawezi kurithi mali za marehemu. Lakini ni ndugu. Kwa mfano kwa Wakristo. Sawa. Warithi ni mume, mke, watoto na wazazi. Basi. Kwa kama mimi nikifariki, si ndio? Warithi wangu ni mke wangu na watoto wangu, labda na wazazi wangu kama watakuwa hai. Mdogo wangu sio mrithi. Yani hata mdogo wako pia hausishwi kabisa. Sio mrithi wa mali zangu. Ni baba yangu, mama yangu, mke wangu na watoto wangu. Na mke wangu anapata kikubwa zaidi kuliko watu wote. Maana hiyo ni changamoto. Sababu nimechoma naye. Si ndio? Sasa uwezo kampa sawa. Na mahakama imekuwa imeweka clear hii. Sawa, kama mke anapata kikubwa zaidi. Sawa. Kwa kimila nao tutaangalia kimila inasemaje. Kwa Waislamu tutaangalia kwanza wale watu wake wa karibu. Kuna phases. Tutaangalia baba, watoto wake tutagawa. Akiwa hana watoto tutaangalia nani anaweza kurithi. Si ndio? Kwa hiyo mimi mdogo wangu anaweza kuja kurithi kama nikiwa sina, ama ikitokea kama Mkristo labda mimi assuming kwamba mimi sina mke wala familia. Baba yangu hayupo. Si ndio? Mama yangu hayupo. Baba mdogo wangu ndio anaweza kurithi sasa. Ndio anaweza akapewa sasa. Lakini kama baba yupo, hiyo haimuhusu. Haimuhusu hata kidogo. Haimuhusu. Mpaka wewe mwenyewe utoe pendekezo. Sasa ile hali ya kuandikaga mtu anaandika. Huyo unaita wosia sasa. Huo wosia. Kwa Wakristo nikiandika wosia, nikimpa hiyo sina haruhusiwa nikimpa mdogo wangu. Lakini kwa Islam kidogo kuna limitation. Kwamba hata ukimpa mtu mali yoyote, hata kama ni mtoto wako, usivuke 1/3. 1/3 ya mali zako, kwa sababu kila mtu lazima apate. Sawa kwa sawa. Hapana, sio kwa sawa kwa sawa. Wana namna ambavyo wanagawa. Kwa mfano mke wa marehemu anachukua 1/8. 1/8. Ya mali ya marehemu. Alafu wengine wataangalia sasa. Ni wa kike, ni wa kiume, ni hivyo. Kumbe swala la mirathi limekuwa ni pana kidogo. Watu wanachukuliaga ni kwamba mtu akishafariki, bwana hii mali mpeni mkewe au mpeni, kuna wengine wasikia mpe mjomba wake fulani, atasimamia familia hii, ataangalia na watoto. Sasa kuna kitu kimoja hapo kimekaa tofauti kidogo. Wale watoto utakuta labda ni wadogo, hawana mama, na baba ndo kafariki naye pia. Mama naye amefariki, hayupo. Walikuwa wanalelewa na baba yao tu, na baba yao labda amefariki pia. Wabaki ndani ya nyumba wapo wao wenyewe na yaya
maana mlezi wao tu wa kawaida. Sasa pale tunasema kwamba hawa watoto hawezi kujiangalia wenyewe kwa hiki kitu ambacho kimeachwa. Lazima wapate ndugu wa kwenye familia kaende kuangalizia kile kitu mpaka watapofikia lika fulani wapatiwe. Lakini inakwenda ile hali mpaka wanakuwa wale watoto wanajikuta bado wapo chini ya yule mtu na hawawezi kukisimamia kile kilichokuwa cha kwao. Unadhani katika taratibu ama jinsi mpangilio ulivyowekwa, watu wanatakiwa katika umri gani wanatakiwa wachukue kilichokuwa chao wajiangalie wenyewe? Aha, sawa. Kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio hasa katika masuala mazima ya umiliki. Sawa. Sheria inaruhusu kumiliki kwa jina lako unapofikisha miaka 18. Miaka 18. Yaani huyo anaruhusiwa kabisa kujiangalizia mwenyewe kilichokuwa chake. Ndio. Kwa hiyo ikitokea kwamba imetokea kwamba mzazi amefariki na ameacha mtoto ambaye yuko chini ya miaka 18, basi mtu mzima mmoja hapo atazishikilia zile mali mpaka atakapofikisha miaka 18 atakabidhi. Na wewe ukifikisha miaka 18 ukiona kwamba hajakukabidhi, una haki ya kwenda mahakamani. Sasa ukuta mtu pale anakandamizwa na taratibu za kifamilia kwamba wewe si tumekulea hapa miaka yote uko chini, si tunakuangalia unaenda shule unarudi, hatima yake ni kwamba unakuja kutulipa hichi, kwa maana kwamba unatushtaki si tumekukosea. Kukaa na wewe kukuangalia mpaka tena hapo umekuwa na bado tunaendelea kukuangalia ili utekeleze majukumu vizuri, bado unatuona sisi hatuna maana, unaamua kutupora. Kama ulivyosema, hiyo ni issue ya familia. Sio issue ya kisheria. Lakini yaani huyu mtu bado anakuwa kwenye changamoto kama hiyo. Anajikuta sasa anapoteza ile haki yake ya msingi. Huwezi ukapoteza haki ya msingi. Hujajua haki yako ya msingi. Kuna tofauti kati ya kupoteza haki na kutokujua haki. Sawa. Ukifika umri wa miaka 18, sawa, tayari sheria inakutambua na uwezo wa kuimiliki mali. Kwa kama mali yoyote ilikuwa chini ya uangalizi wa mtu fulani kwa sababu tu ulikuwa haujafikisha ule umri kwa mujibu wa sheria, wewe sasa kuimiliki ile mali wewe binafsi, ndio, nenda mahakamani. Sawa? Ndio. Nenda mahakamani. Kwa sababu kama ikitokea mazingira kama hayo, maana yake sasa huyo anakuibia. Sawa? Kwa hiyo sehemu yako sahihi ya kwenda kuipata haki yako ni mahakamani. Na ukifika mahakamani kule watamtoa, sawa, watakupa mali yako. Yes. Kwa hiyo niseme kwamba ikitokea namna hiyo, huyo kama ni msimamizi wa mirathi au kama ni mtu ambaye alikuwa kama mtu ambaye anashika hizo mali, alikuwa anashika hizo mali kwa niaba ya watoto, kwanza atakuwa anaikosea jamii. Hilo la kwanza. Lakini cha pili, atakuwa ni mvunjifu wa sheria. Sawa? Kwa sababu tunasema uliaminiwa kwamba wewe unaweza ukaushika hii kwa niaba au kwa maslahi ya hawa watoto. Sawa? Haukupewa ile mali iwe ya kwako. So wakati unashika hizi mali za hawa watoto, tafuta naweza kwako. Kushika mali kwa niaba ya watoto ambao hawajafikisha umri wa miaka 18, yani haikupi wewe mamlaka moja kwa moja basi zile ndio mali zako, kwamba hata ukifa unaweza ukarithisha. Hapana. Na uzuri itasema pale kwamba unashika kwa niaba ya Yusufu ambaye ni mtoto. Kwa jina lako litaonekana tu pale kwamba kwenye hiyo mali usika kwamba wewe unashika hii mali kwa sababu Yusufu ni mtoto. Akikuwa basi kuna taratibu za kisheria zinafuatwa, lile jina linaondolewa, linabaki jina la Yusufu peke yake. Kwa kuwa tayari anakuwa amefikisha umri wa miaka 18. Sawa kabisa. Kwa hiyo ikitokea mazingira kama hayo, kuna mali ilishikiliwa kwa sababu baba au mama walifariki, baba na mama walifariki, na alishika anko wakati ukiwa mdogo na sasa umeshakuwa mtu mzima hataki kukupa, nenda mahakamani. Nenda mahakamani. Nenda mahakamani moja kwa moja. Asante sana. Lakini kuna
vitu vingi sana vinaendelea kwenye jamii kila siku ambavyo watu wanahitajika kuvifahamu. Kuna hili swala la barabara. Watu wote tunatumia barabara kwa vyombo vya moto kwenda na kurudi. Kuna mtu mmoja nilipata kumsikia anasema kwamba mimi bwana nikimgonga mtu akafa, kuna ile kesi ya mtu kaua, mtu kafa, lakini anasema kwamba nitatoa tu, kuna ile tuna fine 30,000 tu, afu baada hapo kesi imekwisha. Ngaje. Unajua kutoa uhai wa mtu ima ni kwa bahati mbaya au umedhamiria, umeshatoa uhai wake. Huwezi kumrudishia ile roho, ipo hivyo. Na huwezi kurudisha maisha ya mtu ule tena. Yameshaenda na yashakuwa katika safari nyingine. Sasa hapo kuna hii sheria imekaaje kwamba ni mtu kagonga ameua. Anasema kwamba alikuwa itatoa tu fine 30,000, kesi ya kuua ilipo hivyo. Haikuwa yani kwa makusudi au kwa namna gani. Nikasema utapofika hapa basi nijitahidi niweze kukuuliza hili jambo ili niweze kuwarekebisha hawa wanaosema hivi. Sawa, cha kwanza kabisa nafikiri kwenye swala hilo la barabarani, sawa, nipende kuzungumza mambo mawili au matatu. Sawa. Sheria hazijawekwa zivunjwe kwa makusudi. Sheria zimewekwa ili kuweka ustawi na usawa kwa jamii. Sawa. Ila hazijawekwa kwa ajili zivunjwe. Sawa. Na nafikiri huyo mtu anayesema hivyo afai atakuwa dereva. Hata kidogo. Afai. Sawa, afai. Kwa sababu unaona kabisa kuna shida. Kwa sababu okay, sawa. Sheria iko hivi, unapotembea na chombo cha moto unatakiwa ufuate matakwa yote ya kisheria ambayo sheria inakutaka wewe kama dereva uyafuate. Sawa, Na uzuri ni kwamba ili uwe na leseni ya udereva lazima upitie mafunzo. Kwa hiyo katika kupitia kwako mafunzo kule watakufundisha sheria na miongozo ya barabarani. Ndio. Sawa? Ipo hivyo. Ipo hivyo. Sawa? Kwa hiyo unatakiwa uzingatie sheria kuepusha hizo ajali. Sawa, zisitokee. Uzingatie sheria ili kuepuka kusababisha madhara kama hayo ya kifo cha raia mwingine au mwenda kwa miguu barabarani yasitokee. Ndio. Sawa. Lakini pia ikiwa kama mwenda kwa miguu ambaye anatumia pia barabara, na mimi pia sheria inanipa wajibu, sawa, wa kufuata taratibu na sheria zote ambazo wakati tunatumia barabara. Kuvuka, kama kwa mfano kuvuka, natakiwa nivuke kwenye maeneo ambayo yamewekwa kwa ajili ya kuvuka. So kila sehemu tu nivuke. Sawa. Lakini pia dereva na mimi natakiwa nizingatie sheria. Sawa. Ili haya majanga yasifanyaje, yasiweze kutokea. Inapotokea umetenda kosa. Sawa. Unapotokea umetenda kosa, sheria ipo itakuchukulia tu hatua. Sawa. Itakuchukulia tu hatua. Na nataka nikwambie kitu. Fine sio sawa, fine hiyo sio ambayo unasema sio 30,000 sio. Sio adhabu pekee kwa mujibu wa sheria. Ndio. Zipo adhabu zingine ikiwemo kufutiwa leseni na vile vingine ambavyo mahakama itaona inafaa. Sawa, lakini kwa nature ya mtu huyu anayesema kwamba nikigonga tu nalipa fine 80,000, 30,000. Busi kwa gonge alafu apeleke mahakamani alafu ataona Kitachokuwa. kwa sababu hiyo ni option. Sawa, unaweza ukapigwa na fine na bado ukafutiwa leseni. Ndio. Ukafungiwa au ukachukuliwa adhabu zingine yoyote kali ile. Sawa, itategemeana na kosa ambalo utakuwa umelifanya. Lakini tu nitoe wito kwa watumia barabara na watumia vyombo vya moto barabarani kwamba tukiweza
kufuata sawa sheria na alama za barabarani, tuna nafasi kubwa kuziepusha hizi ajali za kati ya sisi wadau au watumiaji wa barabara. Sawa. Lakini kwa ufahamu zaidi, ukipata wasaa waliki watu wa mamlaka husika watakuja kukutolea. Utawatafute tu maafisa usalama barabarani ambao ni jeshi la polisi, watakuja watakuelezea kiundani kuhusu hilo swala. Asante. Ningependa tukamate grass kidogo, tukate kiu kwa sababu ni muda mrefu unazungumza kitu ambacho kinatoa elimu nzuri kabisa. Asante sana. Naam, tulipata mapumziko mafupi kidogo ya kukata kiu hapa. Kama unajua ukiwa unazungumza muda mrefu mate anakauka kooni na unajisikia kama kuchoka hivi, lakini tulikuwa na kinywaji hapa tukabidi tupate kurefresh kidogo. Waswahili kwa lugha kwenye kamusi wanasema kubweta, maana yake ni kupumzika kidogo, kuweza kupata ile hali ya mrejeo wa akili. Katika vitu ambavyo umezungumza hapo vyote vimekuwa sahihi, lakini kiujumla, tukisema kiujumla ni ndugu Mtanzania aweze kufahamu vitu anaweza ni zile basic, azifahamu zile sheria basic kwamba hapa nikiwa hapa nitambue ni kitu fulani kinafuatishwa, nikiwa hiki kikifanyika hivi basi ni sheria fulani inaniambia hili lisifanyike. Labda kwa uchache tuanze tukapata kama 2 ama 3 tukaweza kujifunza kwamba hili linatendeka kwa hivi lakini hili linatendeka kwa hivi. Sawa. Kwanza kabisa nataka niseme kuna sheria nyingi sana. Sawa. Uwichi uwezi ukazijua kila moja. Ndio. Sawa. Kwa kuwa umesema ni basic. Mimi ni rai yangu kwa kila Mtanzania. Sheria ya kwanza kabisa ambayo unatakiwa kuijua ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba. Katiba kwa sababu ipo kwa Kiswahili. Hakikisha ipo kichwani mwako unaijua, kwa sababu katiba ndio sheria mama ya sheria nyingine zote. Sawa. Katiba ina haki na imetoa haki na wajibu Kwa kila kitu mwenye. Yaani haki zako sijui nini zimeanzia kule kwenye katiba. Kwa hizi sheria nyingine zimetungwa kwa ajili ya kutimiza au kusimamia kilichoandikwa kwenye katiba. Sawa. Kwa hiyo ijue kwanza katiba. Sawa. Kwa mfano, katiba imetoa haki ya kuishi. Sawa. Imetoa haki ya kuishi. Ndio maana kuna sheria imetungwa hutakiwi kumuua mwenzio. Ukimuua mwenzio na wewe utafanyaje? Utanyongwa. Yaani ipo hivyo. Ukiua utanyongwa. Ukiua kwa kukusudia utanyongwa. Kuna mtu akusudii kwani? Zipo mtu anaua bila kukusudia. Sawa, ambao ukiua kwa kukusudia adhabu yake ni kifungo cha maisha. Kifungo cha maisha. Kwa hiyo tujitahidi wa Tanzania kujua katiba yetu inasemaje. Tusiwe wavivu. Sawa. Katiba ndio sheria pekee ya kwanza unatakiwa ijue, hata mtu akikuamsha usingizini unajua. Kwa sababu hizi zingine zote msingi wake ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa. Hilo la kwanza. La pili, katika jicho la kisheria sasa. Umesema sasa hapa kwamba tunapaswa kujua nikiwa hapa nifanye nini na nikiwa hapa nifanye nini. Sawa. Sheria zetu zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sawa. Kuna penal laws na civil laws. Sawa. Hizo natakiwa ujue. Penal laws kwa Kiswahili nisema sheria zinazosimamia makosa ya jinai. Ndio sheria zinazoweka makosa na zinazosimamia utaratibu wa sheria hizi za makosa ya jinai. Sawa. Zipo nyingi. Kwa mfano sheria moja hapo ni sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16. Sura ya 16.
ambayo imefanywa marejeo mwaka 2023. Hiyo imetoa makosa ya jinai na adhabu zake. Sawa? Kwamba ukichukua wewe Yusufu, ukichukua mali ya mtu pasipo idhini yake ukaondoka nayo, sheria itasema umeiba. Sawa? Maana yake umechukua mali ya mtu pasipo idhini yake. Hapo umeiba. Sawa? Kuna makosa mengine mengi. Sawa? Kwa hiyo unachotakiwa kujua kwamba hapa, kwa mfano wizi, si ndio uuaji, kwa kukusudia, kwa kutokusudia, si ndio, ubakaji na makosa mengi. Sawa? Yapo kuna sheria ambazo zina hayo tu, hizo tunaziita penal laws, ambazo adhabu yake ni kifungo au viboko au fine. Sawa? Au adhabu nyingine zozote zile. Sawa? Ambazo sheria imezitoa. Na ukishtakiwa utashtakiwa na jamhuri, sio mtu binafsi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakushtaki kwa kuwa umeiba. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakushtaki kwa sababu umeua. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakushtaki kwa sababu umebaka. Sawa? Ndio. Kwa hiyo sasa, kwa mujibu wa katiba, sasa ndio maana nikasema ni lazima kila raia awe na ufahamu na katiba. Sawa? Ndio. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa haki kwa kila mtu. Sawa? Yaani haki za wananchi wote, yani raia yote wa Tanzania zimeanzia kwenye katiba pale. Sawa? Kuna haki ya usawa mbele ya sheria. Kuna haki ya kuwa huru. Sawa? Kuna haki ya kupata elimu. Kuna haki ya kufanya kazi. Sawa? Na wajibu pia. Una haki ya kufanya kazi, lakini katiba imekupa wajibu kwamba kwa kuwa una haki ya kufanya kazi, bado ukipata kazi lazima ufanye kazi. Lazima ufanye kazi. Katiba imesema hiyo, huu ni wajibu. Una haki ya kufanya kazi. Sawa? Ni wajibu wako sasa ukipata kazi kufanya kazi. Sio umepata kazi basi utulie, kwa sababu na haki ya kupata kazi. Yes. Sawa? Kwa hiyo katiba ina haki na wajibu. Sawa? Kwa hizi nyingine, sheria zingine zipo kwa ajili ya niseme kwa neno gani niseme? Tuseme kama kunyongezea. Sio kunyongezea. Kuhakikisha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kilichoandikwa pale kinatekelezwa. Tuseme kama kwa sasa tukisema kila mtu ana haki ya kuishi. Si ndio? Sasa tutailinda vipi? Niseme sasa sheria zipo kwa ajili ya kulinda vile vilivyopo kwenye katiba. Kwa hizi zingine zinatungwa kwa ajili ya kulinda. Tukisema una haki ya kuishi, tunakulinda vipi haki yako ya kuishi? Ni lazima tuseme ni kosa kwa mtu mwingine kutoa uhai wa mwenzie. Na ukifanya hivyo na tutakunyonga. Kwa hiyo sasa wewe ukitaka kumuua mtu mwingine utafikiri nikiua na mimi nitauliwa. Kwa hiyo tunakuwa inakuwa haki ya msingi kwenye katiba imefanyaje? Imelindwa vizuri. Sawa? Ndio maana nikasema ni muhimu raia kujua katiba, kujua ukitaka kuifahamu nchi yako ya Tanzania, sawa, kwa undani zaidi, anzia kwanza kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siku hizi inapatikana ukiwa tu na smartphone, ukidownload tu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaipata. Chukua kila siku kwanza kusoma kidogo. Yaani iwe kichwani mwako kiasi kwamba mtu akikuamsha usingizi, katiba kuhusiana na jambo fulani nasemaje, unakuwa aware na hilo jambo. Sasa baada ya hapo sasa ukija sasa huku kwingine, ukiachana na katiba, ndo nimesema sheria hizi zimegawanyika katika mihimili, yani niseme katika hizo sehemu mbili hizo, kwamba kuna penal laws na civil laws. Penal law ni yani unadili na state. Yani hapo ni ugomvi kati yako wewe na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana nikasema ukivunja any penal law, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko pale kwa ajili ya kukushtaki wewe kuvunja hiyo sheria. Sio itakushurutisha, itakushitaki. Sawa? Itakushtaki. Maana yake sasa ndo polisi atakuja atakukamata. Si ndio? Atakupeleka mahakamani. Atasema Yusufu amefanya 1, 2, 3, kwa kitendo hichi alichokifanya amevunja sheria fulani
amefanya kosa fulani, mahakama itapitia ushahidi, itapitia na maelezo, baadaye itasema Yusufu amefanya kosa au hajafanya kosa. Kwa nini mahakama inasema Yusufu inakuja kutafsiri sheria ili kulinda haki za kwenye katiba, kwamba kila mmoja ana haki ya kuwa huru? Kwa sababu penal laws nyingi adhabu yake ni kifungo. Sawa? Utasikia kahujumu uchumi, si ndio? Utafungwa wewe. Ukiiba utafungwa, ukibaka utafungwa. Tukikufunga maana yake tunakuwa tumevunja haki yako ya kuwa huru. Si ndio? Sasa ili sasa kuhakikisha kwamba hii haki yako haivunjwi wewe kuwa huru, ndio mahakama iko pale kwa ajili ya kutafsiri sheria. Na ndio maana katiba imesema wazi kabisa, mtu anaposhtakiwa kwa kosa la jinai haitahesabiwa kuwa ametenda hilo kosa la jinai mpaka itapothibitika kama ametenda kosa hilo. Nani anathibitisha? Atathibitisha hilo mahakama itakapotamka kwamba umefanya hilo kosa. Sasa itakupa adhabu mahakama. Kwa adhabu sasa, mahakama ikishakupa adhabu, sasa ndio jamhuri inakwenda pale kutekeleza hiyo adhabu ambayo utakuwa umepewa na mahakama. Kwa sababu mahakama itasema kwa hicho ulichokifanya umeiba na tunakuadhibu, na kwa sababu sheria imesema adhabu yake ni kifungo labda miaka 7. Ndio kwa tunakufunga miaka 7 kwa kuvunja sheria. Na muhimili hauingiliwi. Hapana. Hauingiliwi. Maamuzi yatakayotoka kwenye muhimili hautoingiliwa na muhimili mwingine. Hapana. Mahakama itajisimamia yenyewe kama yenyewe. Kwa sababu mahakama ikisha kuhukumu na kukupa adhabu, yani niseme ikisha kutia hatiani na kukupa adhabu, sawa, kinachobaki hapo ni utekelezaji tu kwa hiyo adhabu. Lakini pia na wewe una haki ya kukata rufaa dhidi ya adhabu ambayo umepewa na mahakama moja. Kama ni ya chini utaenda mahakama ya juu, wataangalia, utasema mimi sijaridhishwa na adhabu niliyopewa. Mahakama itaangalia kama hicho ulicho ambacho hizo sababu zako za kutoridhishwa na hatia na hukumu ambayo mahakama imekukuta nayo na hukumu ambayo imekupa, si ndio? Mahakama ya juu itaangalia mpaka mwisho. Mahakama ya rufaa ndio mahakama yetu ya mwisho kabisa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo maamuzi yake yakitoka hapo hayabadiliki tena. Yani ni final. Kwa wakisema mahakama ya rufaa ya Tanzania kwamba hauna hatia, basi hauna hatia. Wakisema una hatia, basi unayo hatia. Sawa kabisa. Na hiyo civil? Sasa civil, sasa kabla sijamaliza kabisa sasa hizo ni penal laws. Sawa. Kuna utaratibu nimesema sasa wa kuweza kutekeleza hizi penal laws. Utaratibu upo. Ndio nikakwambia polisi atakuja atakukamata. Ndio. Sawa? Atakwambia unatuhumiwa kufanya kosa fulani kwa hatua ya kwanza. Ndio. Kwa polisi atakuja atakukamata, atakupeleka kituoni kwa ajili ya hatua za awali za uchunguzi. Atakapomaliza uchunguzi, maana yake wakishamaliza uchunguzi watapeleka mafaili labda kwa waendesha mashtaka wa serikali. Sawa? Watakwenda kusoma jalada lako la uchunguzi, kisha kule watasema bwana, kwa maelezo haya na vielelezo hivi, huyu mtu ashtakiwa kwa kosa fulani. Kwa utashtakiwa mbele ya mahakama, tategemeana ni mahakama ipi ambayo unashtakiwa nayo, kwa sababu kuna makosa ambayo yanasikilizwa na mahakama za chini na kuna makosa ambayo yanasikilizwa na mahakama kuu. Ndio. Kwa hiyo ukishapelekwa mahakamani, taratibu zingine za kimahakama zitaendelea mpaka pale utakapokutwa na hatia na kutiwa hatiani, au usipatikane na hatia na ukaachiwa huru. Ndio. Hapo umesema kuna taratibu zile polisi wanakuja kukushikilia na kwenda, kwani uwezo ukawa free huku uchunguzi ukawa unafanyika kwamba una makosa? Iko hivi. Kuna makosa ambayo unaweza ukapewa dhamana, ambayo unapewa dhamana. Na kuna makosa ambayo haupewi dhamana kabisa. Maana yake polisi watakuweka kizuizini kwa ajili ya uchunguzi, kwa sababu ni takwa la kisheria kwamba usiwe uraiani. Kwa mfano ukiua utapewa dhamana. Utapewa dhamana. Sije ukatoroka kabisa. Ukitakatisha fedha hutapewa dhamana. Sawa? Yani si polisi na dhamana, polisi anaweza kukupa polisi au anaweza kukupa mahakama. Na pia mahakama inatoa dhamana. Mahakama
pia inatoa dhamana. Lakini kuna makosa ambayo kwa mfano ukipiga mtu, mkipigana, ndio labda hiyo kuiba, ndio polisi atakupa dhamana wakati anaendelea bado na uchunguzi. Kisha uchunguzi kama ile utakapofikishwa mbele ya vyombo vya sheria ambao ni mahakama, pia mahakama itakupa dhamana. Sawa, unless kuna sababu ya msingi ya wewe kukunyima dhamana. Lakini makosa mengine yote unapewa dhamana isipokuwa zile makosa ambayo yana adhabu kubwa kubwa. Kama hiyo nimesema, uuaji wa kukusudia, kutakatisha fedha. Hiyo hakuna dhamana. Sawa kabisa. Ukija sasa kwenye hizo civil laws. Civil laws zenyewe zinasimamia tu mahusiano binafsi. Mimi na wewe. Na kudai, si ndio? Unilipe hela yangu, na kudai unilipe hela yangu, umeniuzia, tumeuziana nyumba, sio tumeingia mikataba, tumefanya nini na mambo mengine kama hivyo. Hizo ni civil laws. Private laws muda mwingine tunasema zinajaribu kuongoza, kusimamia mahusiano ya watu binafsi. Kwa hiyo umevunja mkataba huko, polisi hawatakuja kukukamata kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni mahusiano yenu binafsi. Sijui mmekubaliana muuziane kitu fulani afu hamjauziana, polisi hawezi kuja kwa sababu hiyo sio jinai. Sio jinai. Kwa hiyo ikitokea migogoro kama hiyo, labda migogoro ya ardhi, sijui mwenzako kaingia kwenye mpaka wako, sijui mwenzako kauza eneo lako, sijui mwenzako sijui kafanya nini, kakuuzia simu labda mbovu, sijui na vitu vingine namna hiyo, sijui mwajiri, sijui labda umeajiriwa kazini, mwajiri wako umetokea mgogoro na mwajiri wako, hiyo polisi hawaingilii kabisa hata kidogo. Kwa sababu hiyo sio jinai. Wao wapo kwa ajili ya jinai tu. Kwa hiyo ikitokea hivyo, sehemu ambayo wewe unachotakiwa ni kwenda moja kwa moja mahakamani. Ndio sehemu sahihi ya wewe kwenda. Ndio sehemu sahihi ya kwenda. Kwa hata kama mtu labda umemkopesha, unamdai, sina haja kulipa, hata ukienda polisi watakwambia hiyo ni kesi ya madai. Na hata kama polisi akija kwako wewe kwa kesi ya madai, mwambie ni kesi ya madai. Una haki. Yani ni kesi ya madai. Kwa kama huyo mtu anahisi kwamba mkataba, kwa sababu tumeingia mkataba wa kukopeshana, anahisi mkataba umevunjwa, basi aende moja kwa moja mahakamani. Hakuna jinai hapo. Lakini ukijipatia fedha kwa njia ya udanganyifu, polisi atakuja. Kwa sababu hapo kuna kosa hapo. Kwa ukifanya chochote chenye element za ujinai, si ndio? Utamuona polisi anakuja. Lakini hii masuala ya mkopo, sijui nini hizo, hiyo ni yako ni binafsi, wewe nenda mahakamani tu. Sana wanaokopa siku hizi kwenye masimu. Wanaokopa kwenye masimu? Watu wanakopa kwenye simu kiasi fulani. Na hata hiyo polisi haiwezi kuingilia. Haiwezi kabisa. Si mkopo? Si umenikopesha? Sasa polisi anafuata nini? Hiyo ni mkopo, tumekopeshana mimi na yeye. Hapo ndo unazaa ule msemo kwamba deni afungwe. Usichanganye. Hilo swala unajua ni huo ni uongo. Mdeni anafungwa. Anafungwa vizuri. Lakini sio na polisi kwa kuja kukamata. Polisi atakuja kukamata baadaye sana kwa amri ya mahakama. Mahakama sasa ikiona sasa wewe hutaki kulipa deni, hutaki kulipa deni, ndio hapo inaweza kumwambia polisi kamkamate yule. Polisi atakuja atakukamata, utaenda gerezani. Kunatoka barua rasmi kutoka kule. Ipo barua mahakama itatoa, tunaita hati ya kukamata. Utakamatwa, utapelekwa mahakamani, mahakama itapeleka gerezani. Kwa hiyo mdeni unafungwa. Deni unafungwa vizuri tu. Gerezani unakaa. Kwa hiyo watu waache kuyumbisha. Aache hizo mbambamba hizo. Kwa hiyo ndio civil law. Kwa civil laws zenyewe tu zinasimamia mahusiano binafsi ya watu. Maana hapo kama umenipata vizuri, kinachotofautisha kwamba kuna moja ni mahusiano kati ya raia na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nyingine ni raia na raia.
wenyewe. Kwa wenyewe. Ukitengeneza mgogoro kati yako wewe na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake utawaona sasa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaosimamia sheria ambao ni polisi. Hapo nimekuelewa vizuri. Kwa hiyo wale wote ambao labda wanauza vitu feki nini, hao watakuja atakamatwa na polisi. Ni kosa la jinai. Unapata pesa kwa udanganyifu. Unauzaje kitu feki? Lakini ile mkono kwa mkono tumeuziana hapa, kimekufia huko nyumbani. Hiyo ni nenda mahakamani. Nenda mahakamani tu moja kwa moja. Kuna swala nitakufunga sio nini? Hakuna. Ile kuna ile hali mtu wewe lazima nikuletee polisi hapa. Huwezi kunifanyia kitu. Hakuna. Polisi hawezi kuja hapo. Kweli watu mnatakiwa kulifahamu hilo. Na labda kidogo ningependa kujua endapo polisi akija mbele yako kukukamata. Unajua kuna mtu mwingine anajikuta tu direct anakubali moja kwa moja. Sawa, nipelekeni kituoni. Lakini kuna mwingine anakuwa hebu nipeni utaratibu wa kunikamata, ni kitu gani kimewafanya hapa mnikamate. Kati yao wawili nani yupo sahihi? Kuna mmoja anafanyaje? Mmoja tu ile kwamba polisi wameshafika wanamuelezea kitu hichi na hichi umefanya 1 2 3, yeye anakubali tu, ananyosha mikono pingu anaondoka. Lakini kuna mwingine anasema hapana, nahitaji kujua utaratibu wa iko kitu ambacho nyinyi mmesema mje kunikamata nimefanya. Wote wako sawa. Wote wako sawa. Wote wako sahihi. Unaruhusiwa kumhoji polisi kwa nini imekuja kushika. Yes. Maana kuna kitu, kwa sababu polisi anachotakiwa kujua anapokuambia na kuja kukukamata lazima atakwambia na kukamata kwa sababu gani. Lakini kuna ile na sheria yeye inamtaka akuweke kizuizini, lakini ukijisubmit kama hivyo ulivyosema kwamba okay fine mimi naenda, hawezi utaenda naye tu kwa amani. Lakini kuna wale wengine wanapenda usinioji. Kuna ile hali kwamba usinihoji. Hapana, hiyo si sawa. Kwa sababu mimi siwezi, yani polisi haiwezi akaja kukuambia na ukamata tu bila sababu kukuambia ukamata. Na kama itatokea hivyo basi itakuwa si sawa, itakuwa sio vizuri. Kwa hiyo una haki kumbe ya kuhoji. Of course sio haki. Ni wajibu anayekukamata kukuambia na ukamata kwa sababu gani. Lakini wewe ni wajibu wa kutii. Wajibu wako ni kutii. Kwa hiyo akikwambia na kukamata kwa tuhuma kwamba umefanya kosa fulani, sawa, unakwenda. Ataenda atafanya uchunguzi. Atafanya uchunguzi wake, akiona ana sababu ya kupeleka mahakamani atakupeleka mahakamani. Akiona sababu hawana sababu atakuachia na watakupa dhamana. Lakini akija akikwambia kwamba na kukamata tu pasipo sababu, hata yeye sasa atakuwa afanyi fair. Nashukuru sana na tuna mengi ya kuzungumza, lakini nikitazama kiganja changu cha mkono hapa kinaniambia kwamba muda si rafiki kwa upande mmoja au mwingine. Kuna uwanda mpana sana najua unataka kufahamu, lakini nafasi ya kukutana na mheshimiwa hapa ningependa aweze kuweka vitu vyake bayana, ili na nyinyi kama mtahitaji kujua vitu vingi kuhusu haki zenu pia mnaweza mkamtafuta yeye na akaweza kuelekeza vizuri cha kufanya, kwa sababu anaonekana ni mweredi na muelewa vizuri wa sheria. Kama ulivyomsikia mwanzoni alivyojitambulisha, yeye ni mwanasheria wa kujitegemea na ana vitu vyote vile ambavyo vinamuonesha kwamba yeye ni mwanasheria halisi. Kwa kumalizia kwako Thomas, labda ungeweza kutuambia nini wa Tanzania, na tungependelea utuachie basi hata nafasi ya kujua kwamba tunakuhitaji, tutakupata wapi ili uweze kutusaidia majambo yetu huko mtaani ambayo yanatukabili. Okay. Cha kwanza, kila raia tuijue katiba. Kwa msisitizo na katiba. Tuijue katiba yetu. Ndio. Raia wengi hatujui katiba yetu. Tunaishi tu kila siku pasipo kufahamu. Kuna mwingine hata ukimuuliza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina rangi gani hawezi kujua. Tujifunze, tuchukue muda badala ya kuangalia kuperuzi sana Instagram na mitandao ya kijamii kwa muda mwingi. Jitengee muda ujue nchi yako vizuri kwa masuala mazima ya kisheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tupende kufuata sheria. Tusipindishe sheria. Tusilete janja kwenye sheria. Sawa, tusikanyage sheria. Tusivunje sheria. Sawa. Tukifuata sheria kwa watu wote. Uwe na mamlaka au hauna mamlaka.
tutakuwa na jamii yenye amani. Kama vile katiba inavyotaka kwamba lazima tuwe na jamii yenye uhuru, undugu na amani. Yeah. Sawa kabisa. Yes. Ndio. Labda kwa kukupata sisi tunaweza tukakupata. Kwa kunipata mimi napatikana kwa, unaweza kanipigia simu. Yeah. Namba ya simu itaki kujulikana pia. Singependa kutaja namba yangu ya simu. Sawa. Hamna neno. Bwana, tutaweza kuwasaidia. Labda location, labda watu wanaweza kafika kabisa ofisini. Ofisini kwangu. Mimi napatikana Masaki. Masaki. Masaki mwisho. Masaki mwisho. Sawa kabisa. Singependa kutaja nambari yake ya simu, lakini pia anapatikana Masaki mwisho. Mtu yote atakayetaja akitafuta tu ni studio private. Yani private mtapatia namba yangu. Lakini nisingependa kutaja namba yangu ya simu. Public. Sawa kabisa. Asante sana Mr. Thomas, nikushukuru kwa muda wako. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Nilikuwepo hapa Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas nikiwa nasikiliza masuala kidogo ya sheria. Mimi sio mtaalamu hapo, nikiwa nimewaletea mtaalamu husika kabisa katika masuala hayo, na akiwa ameelezea katika nyanda mbalimbali na jinsi wewe unaweza kujisimamia wewe mwenyewe na kutizama kosa hili lipo hivi, hili lipo hivi, ili kuwa makini tusitende makosa, na ili kuweza kuelewa kwamba kosa hili ukifanyiwa basi pa kukimbilia ni hapa na si kwenda upande fulani, kwa sababu kuna upande ukienda huwezi kusaidiwa na kuna upande ukienda utapata msaada wako uliokuwa madhubuti kabisa. Langu jina kama nilivyokuambia ni Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas. Usisahau kulike na kusubscribe katika ukurasa wetu wa kijamii tunaofahamika kama Gavo Media, ili kupata vipindi vizuri vinavyoendelea kama hiki cha Gumzo hapa, na kupata chakula cha ubongo na burudani tosha kutoka ndani ya Gavo Media. Hadi wakati mwingine, karibu na bye bye. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.